ukitaka kutenda haki utagundua kwamba hiki kitu si sawa, kwa sababu baadhi ya mataifa makubwa kama Marekani ambao pia wana uwezo mkubwa wa kufanya manunuzi, utagundua kwamba bei yao wao iko chini zaidi kulinganisha na hii ambayo taifa ambalo tunadai kwamba lina uwezo mkubwa wa kufanya manunuzi kama Kenya kwa wamepangiwa. Kwa sababu wastani wa bei ya Marekani tumefuatilia hizi wiki 2-3 hizi, kumekuwa kuna mijadala kutokana na haya yanayoibuka nchini kuhusiana na hili swala la bei. Tunaona kwamba Marekani kwa wastani bei zao zinacheza ni kati ya 1800 hadi 2500 hapo kwa lita. Lakini haishangazi kwamba Marekani tukumbuke Marekani ukiacha kwamba ni mtumiaji wa mafuta, lakini ni mzalishaji wa mafuta. Sasa kuna jambo moja hapa ambalo kidogo linashangaza, na labda siku moja nilipendekeza hapa kwamba inabidi tumtafute mtu wa EWURA au mchumi zaidi aweze kutufafanulia juu ya swali moja tu. Inakuwaje taifa ambalo linazalisha mafuta na lenyewe wakati wa vita linapandisha bei ya mafuta? Wakati vita haipigani kwake. Yaani wewe nchi yako inazalisha mafuta. Kwa mfano tuchukulie Marekani. Nchi ya Marekani inazalisha mafuta na ndio kinara wa uzalishaji wa mafuta duniani. Hivi sasa tunavyozungumza, Marekani ndio anaongoza kwa kuzalisha mafuta duniani. Acha haya wanaenda njooni mnunue kwangu. Acha haya ambayo wanaenda kuibaiba kutoka mataifa mbalimbali, lakini wao wenyewe ndio wanaongoza kwa kuzalisha mafuta duniani. Lakini vita ilipoanza na wenyewe kwao pia yalipanda. Wakatumia kaupenyo hako wakapandisha bei. Ndio wale kasema kuna na pale waliposema kuna makubaliano ya kwao pia yalishuka, wakashusha pia kidogo. Swali la msingi ndio linabaki pale. Ni kwa nini watu wakishasikia tu kwamba kuna mgogoro duniani wanapandisha tayari wanapandisha hapo, na mpaka yale mataifa ambayo yanazalisha mafuta eti nayo yanafanya na kutafutia yanazalisha. Kwa hiyo ili swali liweze kujibiwa vizuri. Kwa hii ni namna pia ya kupunguza matatizo ambayo binadamu wetu, watu wetu wamekuwa kiapata yanayohusiana na afya akili. Umeona watu wengi siku hizi wanajiua, mpaka watoto wadogo. Unajiuliza kisa nini? Kumbe inawezekana ni kwa sababu hatuwashughulishi watu na matukio mbalimbali. Shughulishwe vizuri. Takiwa washughulishwe. Watu wanatakiwa washughulishwe. Shughulisha basi. Mambo kidogo yanakaa vizuri. Sawa. Bwana, tuko kwenye Morning Express. Yes. Kupata taarifa, uchambuzi wa kutosha kabisa, na mambo yanakuwa yanaendelea. Sasa leo tuanzie kwa rafiki zetu kutokea pale 94.7 Nairobi, Kenya. Mambo ni mengi sana Jamhuri ya Kenya. Na unakumbuka hapa Tanzania ilipopanda bei ya mafuta vikatoka viwango vipya, mambo yalikuwa mengi sana. Kana zungumza nini vitu kama hivi. Sasa pale Kenya bwana, imetoka bei mpya ya mafuta, lakini kwao Kenya wanasema ni ya historia. Kwa maana wameshuhudia kiwango kikubwa zaidi ambacho hawajawahi kukiona. Sawa bana. Na bei za mafuta nchini Kenya bwana imepanda kwa kiwango kikubwa zaidi kwa kushuhudiwa nchini humo, na hii ni kufuatia ongezeko la gharama za mafuta duniani pamoja na kupanda kwa gharama za usafirishaji duniani. Kumekuwa na maneno mbalimbali pia, kama unakumbuka wiki kadhaa nyuma zilizopita Wakenya walisikika wakitoa maoni kabla hata bei hazijapanda. Unakumbuka sababu walikuwa wameshatangaziwa kwamba zitakuja walishaambiwa bwana zitakuja, ila tarehe yao wao sio ile kama ya kwetu. Zitakuja kwanza. Unakumbuka alianza kutoa maoni mbalimbali. Bwana waziri anayehusika aanze kujiweka kando mapema hapa kabla hazijapanda. Sasa mzigo umetoka na rasmi imepanda zaidi. Sasa kwa mujibu wa tangazo ambalo limetolewa April 14 kwa mkia jana, si ndio wao wanavyopandisha? Sawa bwana. Na mamlaka udhibiti wa nishati na petroli EPRA, yani Kenya pale, lita moja ya diesel itaongezeka kwa Kenya shilling 40.30. Sawa bwana. Shilingi 830 hiyo, sio? Na kufikia Kenya shilling 206.84. Lakini vile vile kwa hiyo kutoka hapo kijumlisha hapo, kwa hiyo ongezeko inafikia shilingi 4,000
245. Sawa bwana, hiyo petroli. Huku vile vile ikishuhudiwa kwa upande wa petroli, sawa bwana, ikipanda kwa Kenya shilling 28.69 ukikonvati 590 na kuuzwa kwa Kenya shilling 206.97 shilingi 4250 kwa lita, ambapo hizi zitaanza kutumika kuanzia hivyo jana, yani wameza ya rasmi kuja siku hizi nyingine. Kwa hiyo jamaa hapo kuna kiwango kimepanda ambacho wao wenyewe sawa bwana hawakielewi. Hapo nimekutajia diesel na petroli. Sawa, diesel ndio ile 4245. Alafu petroli ndio hiyo 4250. Kama kwetu tu, ila kwetu sisi chini kidogo, si ndio? Sisi 3000 ndo 3000 2800 sisi 3800 siku 3800 kwa 4000 hapo. Mwisho 4000 tuseme, mwisho ile ya mwisho kabisa 4000 kwetu sisi. Sasa unajua kimsingi kuna jambo moja ambalo labda tuliweke sawa hapa. Kenya kabla ya vita kuanza, wao ndo walikuwa na bei kubwa zaidi ya mafuta katika huu ukanda. Unajua kabla yao kwa kutazama tu hata hivyo viwango kidogo tumepanda, ni kwamba wao bei yao ilikuwa juu zaidi kulinganisha na haya mataifa yetu. Na sasa tujilinganishe basi na Tanzania pekee yetu. Bei yao ilikuwa iko juu. Kwa wastani wao walikuwa wanacheza kati ya 3300 na 3500 ndio kwa lita moja ya mafuta. Tayari ilikuwa hapo kabla ya hizi vita hizo, unaona. Sasa sisi baada ya vita sisi tukawa kwanza kupandisha bei ya mafuta katika ukanda, tukazishuti mpaka ile 3800 4000, na kwa sababu hiyo tukawa tunaonekana sisi sasa bei yetu iko juu ukilinganisha na baadhi ya majirani zetu. Sasa walichokuja kufanya Kenya ni kuongeza tena juu zaidi kuliko sisi. Kwa tafsiri moja ama nyingine inaonekana kwamba Kenya kwenye bei ya nishati mara nyingi wanakuwa bei yao iko juu zaidi kulinganisha sisi. Lakini wapo wachumi ambao wanawatetea wa Kenya kwamba kimsingi, kwa sababu Kenya ni taifa lenye uwezo mkubwa wa kufanya manunuzi, kwa maana ya kwamba uchumi wao ni mkubwa zaidi katika ukanda, basi ni halali wao kuwapangia bei hizo ambazo mara nyingi zinakuwa juu zaidi ukilinganisha na sisi. Licha ya kwamba ukienda tukitaka kutenda haki utagundua kwamba hiki kitu si sawa, kwa sababu baadhi ya mataifa makubwa kama Marekani ambao pia wana uwezo mkubwa wa kufanya manunuzi, utagundua kwamba bei yao wao iko chini zaidi kulinganisha na hii ambayo taifa ambalo tunadai kwamba lina uwezo mkubwa wa kufanya manunuzi kama Kenya kwa wamepangiwa. Kwa sababu wastani wa bei ya Marekani tumefuatilia hizi wiki 2-3 hizi, kumekuwa kuna mijadala kutokana na haya yanayoibuka nchini kuhusiana na hili swala la bei. Tunaona kwamba Marekani kwa wastani bei zao zinacheza ni kati ya 1800 hadi 2500 hapo kwa lita. Lakini haishangazi kwamba Marekani tukumbuke Marekani ukiacha kwamba ni mtumiaji wa mafuta, lakini ni mzalishaji wa mafuta. Sasa kuna jambo moja hapa ambalo kidogo linashangaza, na labda siku moja nilipendekeza hapa kwamba inabidi tumtafute mtu wa EWURA au mchumi zaidi aweze kutufafanulia juu ya swali moja tu. Inakuwaje taifa ambalo linazalisha mafuta na lenyewe wakati wa vita linapandisha bei ya mafuta, wakati vita haipigani kwake? Yani wewe nchi yako inazalisha mafuta, kwa mfano tuchukulie Marekani. Nchi ya Marekani inazalisha mafuta na ndio kinara wa uzalishaji wa mafuta duniani. Hivi sasa tunavyozungumza, Marekani ndio anaongoza kwa kuzalisha mafuta duniani. Acha haya wanaenda njoni mnunue kwangu. Acha haya ambayo wanaenda kuibaiba kutoka mataifa mbalimbali, lakini wao wenyewe ndio wanaongoza kwa kuzalisha mafuta duniani. Lakini vita ilipoanza na wenyewe kwao pia alipanda, wakatumia kaupenyo hako wakapandisha bei. Ndio nikasema kuna na pale walivyosema kuna makubaliano ya kwao pia yalishuka, wakashusha pia kidogo. Swali la msingi ndio linabaki pale pale, ni kwa nini watu wakishasikia tu kwamba kuna mgogoro duniani wanapandisha tayari wanapandisha hapo, na mpaka yale mataifa ambayo yanazalisha mafuta eti nayo yanafanya na kutafutia yanazalisha. Kwa hiyo ili swali liweze kujibiwa vizuri.
Sawa, nitakutafutia hiyo, nimekuandikia hapa. Nimemsikiliza pia msemaji kwa maana ya mkurugenzi wa nishati wa Kenya. Anasema kwamba moja ya sababu amechukua kwa nini wamepandisha mafuta, wamebaini kwamba mataifa mengine yote yamepandisha. Sasa kwa nini sisi tusipandishe? Kwa sababu mafuta sio swala geni. Sio swala geni, nyingine zimepandisha. Kwa hiyo na wao kama Kenya inabidi kwa namna moja ama nyingine, yule mkurugenzi anadai kwamba wa Kenya tumewabeba sana. Wakati mataifa yote yalikuwa yamepandisha bei ya mafuta, nyinyi wa Kenya bado mlikuwa mnakula kitonga. Vijana wa kisasa wanasema mlikuwa mko vizuri. Sasa hivi na nyinyi hebu muingie kwenye. Huyo ni Joseph Okechi sasa, mkurugenzi wao yule kaimu kwenye hizi bei. Sawa, lakini pamoja na hayo unajua serikali itoa ruzuku sio ya Kenya, yani kwa maana kwamba kuna Kenya shilling 20.30 pale kwa diesel, na vile vile walitoa kwa upande ule wa petroli Kenya shilling 4.92, si ndio? Lakini bado inaonekana bei iko juu. Lakini pia kwa mujibu wa mkurugenzi huyo ambao ulikuwa unamzungumza, nakumbuka vile vile alisema kwamba serikali bwana imelazimika kupunguza kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT kutoka 16% hadi 13%. Umeona vizuri hapo. Hii kwa petroli, diesel na mafuta ya taa, ili kupunguza hayo makali ya bei. Kwa serikali nenye kidogo imejigusa, imeingia kwenye swala la mafuta pale Kenya. Kuna ni kwa namna gani mambo lakini bado imebaki pale. Unajua ni kujaribu kufuatilia. Ukitazama hizi nchi zote za Afrika Mashariki na hasa haya mataifa 8 ambayo yanatuzunguka Tanzania, kuna mataifa 3 tu ndo ambayo bei zake kidogo ziko vizuri zaidi. Tuna Zambia, lakini tunajua Zambia walifanya hivyo kwa bwana bwana Hakainde Hichilema. Bei zake zilipungua kwa sababu wao waliondoa baadhi ya tozo zinazotozwa kwenye mafuta. Kwa hiyo inacheza kwenye 3500. Bado iko juu pamoja na kupunguza tozo. Lakini pia nchi ambayo bei zake ziko chini sana katika ukanda, unajua ni nchi gani? Ni Burundi bwana. Burundi pale. Ambao mafuta yao yanapitishwa Tanzania. Wenyewe bei yao ndio chini kuliko mataifa yote katika ukanda. Unaona, wao ni wastani wa kama $1.2, yani ni kama 2600-2700 hivi ndio bei zao za wanacheza humo. Lakini nchi nyingine ambayo inafuatia kwa bei ya chini sana ni Msumbiji. Ndio huko nyuma huko. Tunaweza kusema Msumbiji kwa sababu wako kando kando ya bahari, labda meli zinafika kwa urahisi zaidi. Kwa lugha rahisi ni kwamba mataifa ambayo yapo kando kando ya bahari hatutarajii yawe na bei kubwa sana mafuta. So ukifika pale mzigo unakuwa pale, tofauti na wale ambao inabidi wachukue wasafirishe tena upya. Lakini pia inaashiria kwamba kwa namna moja ama nyingine hizi serikali zetu ambazo zipo katika nchi ambazo zinapakana na bahari bado zinatumia mafuta kama nyenzo kuu ya chanzo cha mafuta, chanzo cha mapato. Unaona, ndio maana kuna tozo nyingi sana. Tunaambiwa hapa Tanzania kwa mfano kuna zaidi ya asilimia tozo tu kwa lita moja ni zaidi ya 30%. Sasa hiyo unaona, kama tungepunguza tukafikisha hata labda 30% tu au 25 hapo, maana yake tungekuwa na bei nzuri sana katika ukanda. Sawa. Afrika Mashariki inaonekana kimsingi bei zake zinafuatana.